Tunachokijua mpaka sasa kuhusu miji ya mahandaki ya Irani ambayo imejaa makombora, ikiwa kwamba tunaanza leo kufichua miji ya roketi kila wiki, mfululizo huu hautaisha ndani ya miaka miwili. Kuna idadi kubwa ya miji hiyo. Maneno ya Emir Ali Al-Zabaiya, kamanda wa kikosi cha anga cha walinzi wa mapinduzi, alichotoa katika mahojiano pamoja na vyombo vya habari vya Irani karibia mwezi mmoja uliopita. Tangu wakati huo, kauli hii imeenezwa sana katika mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari ambavyo vinaunga mkono serikali ya Irani. Neno miji ya roketi linatumiwa na walinzi wa mapinduzi kumaanisha kwamba kambi zao za chini ya ardhi ambayo zinahifadhi makombora hayo. Kambi hizi ziko katika mahandaki iliyo chini ya ardhi ambayo yamejengwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Inadhaniwa kuwa mahandaki hayo yako katika milima pamoja na maeneo ya kimkakati ya Irani, ikiwa ni sehemu za kutengeneza na kuhifadhi makombora ya ballistic, makombora ya meli pamoja na silaha nyingine kama ndege zisizokuwa na rubani pamoja na mifumo ya ulinzi. Katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, walinzi wa mapinduzi wameachia picha za kambi hizi mara chache. Siku ya Jumanne iliyopita, waziri wa ulinzi wa mapinduzi alitangaza kuwa wangefichua mji mpya wa makombora, na masaa machache baadaye picha zilionyesha Amir Ali Jenerali Mkuu Mohammad Bagheri, kamanda mkuu wa jeshi la Irani, akisafiri kwa gari la kijeshi ambalo lililobeba makombora. Tangazo la mji huu mpya wa makombora linakuja wakati ambapo Irani imekuwa ikiendelea kutishia kulipiza kisasi tangu shambulizi la pili la Israeli mnamo Novemba 25. Hata hivyo, katika upande mwingine, mkuu wa jeshi la Uingereza Admiral Tony anaamini kuwa Israeli imeiondoa Irani uwezo wake wa kujenga makombora ya balistiki kwa mwaka mmoja. Irani imekuwa ikichukua makombora ili kuonyesha nguvu zake na kukabiliana na vitisho kutoka kwa mataifa kama Israeli pamoja na Marekani, na kuviweka kama ni mafanikio makubwa katika sekta ya silaha za kijeshi, ingawa imekuwa ikificha programu pamoja na kambi zake za makombora. Walinzi wa mapinduzi wanadai kuwa wana kambi nyingi za makombora ambazo zimejengwa katika mahandaki kupitia uhandisi maalum. Mnamo mwaka wa 2015, kwa mara ya kwanza, Amir Ali alitangaza uwepo wa kambi za makombora mita 500 chini ya ardhi katika mikoa mbalimbali. Hakuna taarifa kamili ambayo imepatikana kuhusu lini kambi hizi zilijengwa, lakini Medlis, mwandishi wa habari wa France News, alielezea katika mahojiano pamoja na Al Jazeera kuwa kambi ya kwanza ya makombora ya chini ya ardhi nchini Irani ilijengwa mwaka 1984 wakati Irani ilianza programu yake ya makombora. Programu ya makombora ya Irani ilianza katikati ya vita vya Irani pamoja na Iraki kwa msaada wa mataifa kama Korea Kaskazini pamoja na Uchina. Vyombo vya habari vya ndani vya Kirani pamoja na walinzi wa mapinduzi hadi hivi sasa vimechapisha picha za kambi kadhaa za makombora ya chini ya ardhi ambayo wanayoita ni miji ya makombora ya walinzi wa mapinduzi. Hata hivyo, maeneo halisi ya kambi hizi hayajawahi kutangazwa rasmi. Lakini maeneo ambayo yalizinduliwa hivi karibuni ni kambi iliyo katika milima ya Zagros katika jiji la Bushehr na pia katika mikoa ya Hormozgan. Moja kati ya video ambayo imesambaa imeonyesha ushoroba ukiwa umejaa makombora na pia eneo ambalo makombora hayo anakuambia hupitia yakisafirishwa kupitia katika treni iliyo chini ya handaki. Miji hii ya makombora imekuwa ikionyeshwa mara kwa mara, hasa wakati walinzi wa mapinduzi ambapo walipovamia ISIS nchini Syria au walipofanya operation ijulikanayo Operation True Promise 1 and 2.
Mnamo Machi mwaka wa 2020, walinzi wa mapinduzi walizindua mji wa makombora la baharini kwenye pwani ya Ghuba ya Uajemi. Wanasema mahali pa kituo hicho hakikutangazwa, lakini vyombo vya habari vya ndani katika mkoa wa Hosbagli viliripoti kuhusu kambi hiyo. Kamanda mkuu wa walinzi wa mapinduzi Hossein Salami alisema kuhusu mji huu wa makombora kwenye pwani ya Ghuba ya Uajemi kwamba kiwanda hiki ni mojawapo ya vituo kadhaa ambavyo vinahifadhi makombora ya kimkakati ya jeshi la wanamaji na walinzi wa mapinduzi. Mbali na jeshi la wanaanga la IRGC, jeshi la wanamaji la IRGC pia lina makombora ya kutoka ufukweni hadi katika bahari, nchi kavu hadi baharini, na kutoka bahari hadi bahari, kama vile makombora ya Yai pamoja na Hawiva. Idadi kamili ya kambi hizo za makombora za siri za Irani hazijulikani, lakini Ahmad Reza Progress, mkuu wa kituo cha mafunzo ya Kistabliz pamoja na utafiti wa jeshi la Irani, mnamo Januari mwaka wa 2015 alisema mbali na walinzi wa mapinduzi, jeshi la Irani pia anakwambia lina miji mingi ya makombora ya siri. Kwa mujibu wa Amir Ali, kamanda wa kikosi cha anga cha walinzi wa mapinduzi, anasema ikiwa watafichua mji mmoja wa kombora kila wiki, mfululizo huu hautaisha ndani ya miaka miwili. Hii inamaanisha kuwa Irani inaweza kuwa na miji takriban 104 ya makombora, ingawa hili ni jambo lisiloweza kuthibitishwa na urahisi ama kwa rahisi kutokana na ukosefu wa taarifa za kina kuhusu hilo. Vyanzo ambavyo viko karibu kabisa na waziri wa mapinduzi pia vimeripoti uwepo wa miji 100 ya makombora nchini Iran. Mji wa makombora ambao ulizinduliwa hivi karibuni umeonyesha makombora kama vile Kaipras, Shakan, Hajil, Kasim, Imadi pamoja na Sajidi. Wanasema kombora la balistiki la Imadi lilikuwa ni miongoni mwa makombora ambayo yalitumika katika shambulizi la Irani dhidi ya Israeli na likaharibu kituo cha anga cha Naftei kilichopo katikati ya Israeli. Wanasema sasa, kwa nini Irani imejenga miji ya makombora? Lengo la miji hii ya makombora ni kupinga mashambulizi ya angani na kujikomboa, kwa kuwa Irani imefanikiwa kwa kiasi fulani kabisa kuonyesha kwamba ina uwezo wa kudumisha uwezo wake wa makombora, na hata wakati ambapo kambi zake za makombora ardhini zinashambuliwa. Katika mahojiano ya Al Jazeera, Medsky alitangaza uwepo wa miji ya makombora ya siri nchini Irani ambayo itashangaza maadui. Kwa mujibu wa wachambuzi, kambi hizi ama kambi za walinzi wa mapinduzi ambavyo inaielezea miji ya makombora ya chini ya ardhi kwamba inaweza kuwa ni maandalizi kwa vita visivyo vya kawaida, kwani inaruhusu makombora kurushwa kutoka katika maeneo ambayo yasiyojulikana na kuchanganya adui kuhusu uwezo wa Irani. Kwa mujibu wa makamanda wa walinzi wa mapinduzi, wanasema miji hii ya makombora sio tu ni sehemu za kuhifadhi makombora, bali baadhi yao ni vituo vya kutengeneza makombora na kuandaa makombora kabla ya kuwa tayari kwa mashambulizi. Mnamo Juni mwaka wa 2017, Amir Ali Hajizadeh alitangaza uwepo wa viwanda vitatu chini ya ardhi nchini Irani ambavyo vinadharisha makombora kwa ajili ya walinzi wa mapinduzi.